Sasa tusikilizane, tulia mdogo wangu. Na tulia mama. Sasa kwenye hilo wamenyanyuka wakosoaji. Kwenye hii ya kuwapa watu gari wafungie ndoa, wamenyanyuka wakosoaji, hawakosekanagi. Baba Levo, kwa nini umenunua gari kwa ajili ya harusi badala ununue gari kwa ajili ya kubebea maiti? Jamani, ningenunua ya maiti ungesema mona anataka tufe sasa atupakie humo. Mwingine amesimama anasema, Baba Levo, bora ungenunua ambulance kwa ajili ya kupakia wagonjwa kupeleka hospitali. Ni hoja nzuri, lakini nataka niwaambieni, mimi nikinunua ambulance ni sawasawa nimemkosoa Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka pesa nyingi sana kwenye afya, na kabla mwaka haujaisha ule unaokuja 2026, na wahakikishieni Kigoma mjini tutakuwa tumepata ambulance zisizopungua 3 kutoka kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunaelewana vizuri? Mama hana utani kwenye afya za watu wa Kigoma, hana utani kwenye afya za Watanzania. Kwa hiyo 100% tutapata ambulance, na uzuri ni kwamba naibu waziri wa afya anatoka Kigoma, pale ni Kibondo. Dr. Florence ni mmoja kati ya mwanamama kutoka Kigoma, amepata nafasi ya kuwa naibu waziri wa afya. Kwa hiyo nitamkaba mpaka kichwa kitamuuma yule mama, kuhakikisha tunapata ambulance kwenye miji yetu yote, kwenye majimbo yote 8 ya Kigoma, hasa Kigoma mjini, kwa sababu ndo mjini. Tunaelewana vizuri? Mwingine aliyesema kwamba ile gari ningenunua gari ya maiti, hiyo gari ni ya kwangu ya kutembelea, ni yangu, lakini nimeamua wakati natembelea inaweza pia ikatumika kwa ajili ya watu kufanyia ndoa. Hiyo ina ubaya gani jamani? Lakini pia wananchi wa Kigoma mjini wamekuwa wakilalamika kwamba wabunge wakishachaguliwa wanapandisha vioo juu, hawashushi. Si ndio kweli? Sasa hiyo hata vioo vyenyewe haina, kwani ikipita unamwona baba la baba yule mbunge wenu huyo hapo. Funga mdomo kabisa. Tunafanya haya kwa sababu tunaamini kwamba pamoja na shida tulizo nazo, lakini maisha lazima yaendelee.